بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1446 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaendelea kuzungumzia matukio yaliyotokea baina ya vita vya Badr kabla ya vita vya Uhud, na tulitaja katika yale yaliyotokea kulikuwa na vita katikati vidogo vidogo ambavyo pengine wakati mwingine tutataja kuwa hakutakuwa na mapambano ndani yake, lakini vimetajwa katika tarehe kuwa ni vita. Ghazwatu as-Sawiq, katika vita ambavyo vimetajwa baina ya ghazwatu Badr al-Kubra na ghazwatu Uhud, ghazwatu as-Sawiq. As-Sawiq walikuwa wakichukua ngano kisha wakizichemsha kisha uzikausha wakaponda, kisha wanapotaka kula basi uchanganya na samli safi au asali au na maji wakila, na mara nyingi wakitumia katika safari zao. Sasa hiki tulichokitaji kichangano, hivi vita vimeitwa kwa jina la as-Sawiq kwa sababu ambayo tutaiona insha Allah taala katika yale yaliyojiri katika vita hivi. في الخامس من ذي الحجة من السنة 2 للهجرة حدثت غزوة السويق. tarehe 5 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 2 Hijria, hivi vita ndio vilivyotokea. لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من بدر. أبو سفيان alisalimika na msafara wake katika siku ya Badr, kwa hivyo akapita akarudi zake Makka. Wakati wenzake kule wapambana wakatandikwa kina Abu Jahal na wenzake, yeye alisalimika. Na kuna wale ambao walikimbia katika vita vya Badr, walipoona wameshindwa wakakimbia kujisalimisha, wakakutana wote Makka. Kwa Abu Sufyan aliporudi Makka, kwa ule uchungu alioupata wa kushindwa katika vile vita vya Badr, wenzake wameshindwa, nadhara Abu Sufyan an la yamassa ra'sahu ma'an min janabatin hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akaweka nadhiri, na hii yaonyesha kuwa tangu wakati wa jahiliya walikuwa waijua josho ya janaba kwa yale walioyarithi kutoka kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akaapa kuwa mwili wake hautagusa maji kutokamana na janaba mpaka aende akamvamie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayathara li ashabihi, ende akalipize kisasi kwa wale wenzake waliouawa
katika vita vya Badr. فخرج في 100 راكب من قريش ليبر بيمينه, na kwa kuwa tayari ashaapa na atakaa anuke asioge, atakaa muda mrefu, aona mwili wa mianongo na mmeapa siogi, akakusanya watu 200 akamwambia twendeni tukawavamie wale ili angalau nirudi kuoga. Kiufupi yani maana atoga sana muda mrefu sana, amekaa haogi. Bas akatoka na watu 200 juu ya vipando vyao katika Makuraish ili kutekeleza yamini yake ambayo aliapa. Wawasala ila atraf almadinati laylan, akafikia pembezoni mwa Madina wakati wa usiku, watu wakiwa wamelala. Walajaa ila bani Nadhir faata Huyay ibn Akhtab, mwanzo akaenda kwa Mayahudi sababu wao ni maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watakuwa tayari kuungana na yoyote ambaye atakuwa ni adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini atakatufahamu kuwa kuna mikataba baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na washaona mfano kwa Banu Qainuqa ambao walivunja mkataba wakaondolewa Madina. Kwa hiyo Abu Sufyan akakimbilia kwa kabila la Banu Nadhir, nao ni katika Mayahudi. Akamjiria huyu bwana Huyay ibn Akhtab, na huyu ni baba yake Ummul Mu'minin Safiya binti Huyay ibn Akhtab. Huyu ni baba yake mzazi, yani binti yake baadaye aje kuwa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni katika ummahatul mu'minin. Yeye ndo alikuwa mkubwa wa kabila lake Banu Nadhir, na huyu tuna kisa na yeye tutakuja kukieleza inshallah taala huko mbele biidhnillah. Mshike jina mweke kando, Huyay ibn Akhtab ni shetani wa jamaa, lakini tutakuja kumuona huko mbele. Fadharaba alayhi baba, Abu Sufyan akaja akamgotea mlango. Nani bwana? Abu Sufyan, mmekuja na kikosi nataka kuvamia, na juzi tu Banu Qainuqa washafukuzwa, na huyo anakuja na kikosi chake atakuvamia. Kwa uzuri wa Yahudi ni waoga. Kwa mwanzo tukisikia kunani nitakuvamia, faaba an yaftaha lahu babahu wa khafahu, akakataa kumfungulia mlango, akaogopa atatuletea balaa. Sikufungulii bwana, nenda kwingine, sitaki balaa. Akamkataa. fansarafa anhu ila Sallam ibn Mishkam, na huyo pia ni Myahudi, wa kana sayyida bani Nadhir fi zamanihi dhalika, na huyo pia katika kabila la Bani Nadhir. Sallam ibn Mishkam akaenda kwake, fasta'adhana alayhi, akamuomba na huyu idhni ya kushukia kwake wakati ule. Si eti amekuja na jeshi zima yogota, jeshi ameliwacha kando, yeye Abu Sufyan mwenyewe ndio amekuja pale, ataka habari kuhusu watu wa Madina. Huyu wa pili huyu Sallam ibn Mishkam faadhina lahu, akampa idhni ya kuingia. Fadhayafahu wasaqahu khamran, akamkaribisha kama mgeni wake, akampa pombe akanwa. Wa akhbarahu min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisha akampa habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo wamejipanga hivi, wako hivi, wako vile, akatoa information sababu yeye ni mtu wa Madina. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه. سيقول أبو سفيان كتوك habari anazo zote, akawajia wale wenzake walioacha nyuma pale. فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة, akatuma watu katika Makuraish wakaja katika upande mmoja wa Madina.
فحرقوا في أصوار من نخل بها. kulikuwa na shamba la mitende wakalichoma, wakalitia kwa moto ile shamba la mitende. wawajadu rajulan min al-ansar, kisha kulikuwa na bwana mmoja katika ansari yuko pale alinda wanyama wake na nini, yuko pale. wa halifan lahu fi harthin lahuma, yuko na mwenzake hulafa wa kabila yake, ni wale makabila walichukuliana ahadi kwa tanusuriana. Sasa yuko huyo ansar na mwenzake katika shamba lake pale. faqataluhuma, wakaenda wakawaua tu watu wawili, wakawaua. thumma wallau mudbirin, yeye alikuwa atakauko kuoga tu, yeye hakuja kwa fujo jingi, ajua ikiwa wale kina Abu Jahal kina Shaiba na wenzake waliuawa kule Badr, mimi je niwachokore watu ndani ya Madina, si nishaua watu wawili, basi nishapiga vita. Akageuka, wakaanza kukimbia, hawajafuatwa, hawajaambiwa chochote, wakageuka wakaanza kukimbia. Katika hali ya kukimbia, habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Abu Sufyan amekuja na watu 200, wakavamia wakachoma shamba la mitende, wakawaua wale wenye shamba watu wawili. fakharaja fi atharihim yatlubuhum fi 200 min almuhajirin wal ansar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka pia yeye na kikosi cha watu 200 akiwemo yeye yuko ndani. haraka katika muhajirin na ansar kukusanyika, wakatoka. واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه. kwa mara nyingine akamweka wali, yani amiri wa Madina yake wa hayuko, Abu Lubaba radhiyallahu anhu. فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق، لفكيتوا غزوة السويق. ikawa Abu Sufyan na wenzake wakimbia, waona mbona sisi wazito hatuendi hatufiki. Ikawa yale magunia ya ngozi ya sawiq wayatupa njiani, sababu ndio walikuwa wamebeba kwa ajili ya kula njiani, wakawa watupa moja moja ili wawe wepesi wawahi, wakishasikia jamaa waja. Kwa hiyo wacha tukimbie, na kukimbia ule uzito, chochote kilicho na uzito juu ya mnyama wao wakawa watupa nyuma. wa hiya ammatu azwadihim, na ndio kikubwa walichokuwa nacho zaidi katika kile walichokibeba kwenye ile safari yao ya vita. yatakhaffafuna minha linnaja, kwa hiyo wajipunguzia uzito ili wawe wepesi wakimbie waokoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafuata hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarqaratal kudri, kafikia kwenye ardhi ya tambarare inayojulikana kama al-Kudr. thumma insarafa raji'an ila al-Madina, alipoona hawapati, wamekimbia, wameacha nyunga nyingi nyuma, ikawa zile nyunga zabebwa lakini hawaonekani wale jamaa, akarejea zake Madina alayhi salatu wassalam, hakuwapata. waqad fatahu Abu Sufyan wa ashabuhu, na alikuwa shamponyoka Abu Sufyan na wenzake. وكانت غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أيام, na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa nje ya Madina katika wakati huu kwa siku ngapi? 5. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال نعم. wale waliokwenda na Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Rasulullah, je, hivi vitakuwa pia ni vita tumehudhuria, yani tupate ajiri ya vita? Akamwambia ndio, yahesabika kwa mmekwenda vitani. ابن هشام رحمه الله تعالى يقول وإنما سميت غزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق فرجع المسلمون بسويق كثير. ikawa ni kama ghanima isawiq, yale magunia walioacha nyuma ni mengi, wakarudi nayo
waislamu. Ndio maana ikaitwa ghazwatu as-Sawiq. Tumetaja kuwa ghazwatu as-Sawiq yale mavamizi yalitokea tarehe ngapi? Kama kuna mimi tarehe ngapi tumtaje? Mwanzo kabisa tarehe 5. Asante. Mwezi gani? Dhulhijja. Kwa hivyo tukiongeza na siku 5 ambazo Mtume sallam alikuwa hayuko, akirudi itakuwa tarehe ngapi? Tarehe 10, ambayo tarehe 10 ni siku gani? Ni siku ya Eid. Awwalu adha raahu almuslimun. Na hapa ndio tuzungumzia hii Eidul Adha ya kwanza katika Uislamu ni huu mwaka wa 2 Hijria. Tulitaja Eidul Fitri ya kwanza pia ilikuwa ni mwaka huu baada ya vita vya Badr. Ile Ramadhani ilipoisha tarehe 1 Shawwal wakasherehekea Idi ya kwanza ya Fitri katika mwaka huu wa 2. Na kadhalika Eidul Adha ya kwanza waliosherehekea Uislamu ilikuwa katika mwaka huu wa 2 baada ya ghazwatu as-Sawiq. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari katika tarikhi yake yasema وبعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حضرت الأضحى. بمعنى بعد kurudi kutoka katika vita hivi ghazwatu as-Sawiq, aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina ikawa imeingia siku ya Eid al-Adha. وكان أول أضحى رآه المسلمون, ikawa ndio idi kubwa ya kwanza kama wanavyoita kwa tuita idi kubwa ya kwanza walioiona waislamu. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وأهل اليسر من أصحابه. tajwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kichinjo chake cha udhiya pamoja na wale waliokuwa na uwezo katika masahaba wake يوم العاشر من ذي الحجة, na hii ilikuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 12 wa Kiislamu ذي الحجة. وخرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم, kisha akatoka na masahaba wake katika musalla. Musalla ni walikwenda uwanjani kuswali, sababu Eid Mtume sallam alikuwa akiswali uwanjani, pamoja na kwa msikiti wake swala moja ni kwa 1000, lakini ikifika siku ya Eid alikuwa akiswali kwenye musalla, kuonyesha kuwa sunna kwa waislamu siku ya Eid ni kuswali kwenye musalla, yani uwanjani. Ila ikitokea dharura ya mvua kwa mfano, basi utaswali msikitini kwa ajili ya dharura, lakini asli ya swala ya Eid ni kuyaswaliwa uwanjani. فذلك أول صلاة أضحى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بالمدينة بالمصلى. Kwa hiyo hii ndio ikawa ni swala ya Eid al-Adha ya kwanza aliyowasalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake katika mji wa Madina uwanjani. Wadhabaha fihi biyadihi sharifati shataini, kisha siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake akachinja wanyama wawili, kondoo au mbuzi wawili chinja, ingawa katika hadithi ni kabsh, bimaana alichinja kondoo wa kiume wawili kwa mkono wake alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kichinjo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam cha udhiya alikichinja mwenyewe. Wa hadihi sallallahu alaihi wasallam fi al-adahi annahu lam yakun yad'u al-udhiya, na mwenendo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya udhiya Eid al-Adha alikuwa hawachi kuchinja katika kila Eid al-Adha yuachinja. Na baadhi ya wanavyuoni wamekwenda kuwa ni wajibu, wengine wakasema ni jambo la pendekezo kwa wale wenye uwezo. Lakini Muislamu ibada tukufu adhimu kama hii ambayo ina ajiri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakikana tujipange. Yani mtu yaweza kujipanga mwaka mzima kwa ajili ya mbuzi mmoja, akajiwekea ikifika siku ya Adha ana uwezo wa kuchinja. Kuna baadhi yetu bwana tunzidi bwana,
yani miaka na miaka yapita mtu hachinji. Sina uwezo. Sawa, hatukatai kwa uwezo wako si mkubwa, lakini kwa nini usijipange mwaka mzima, mwezi wa 12 wa Kiislamu kuanzia Muharram ujipange? Hata kama kwa mwezi unaweka shilingi 1000 tu, kwa mwezi umeweka 1000, ikifika siku hiyo utakuwa na uwezo wa kuchinja, angalau na wewe na mnyama wako upate ile ajiri. Lakini sisi tupenda kujiliza sana. Sasa hivi hapa tutaanza kuulizwa maswali hapa, mimi pia nafaa kutoa fitri? Sasa hivi tutaanza kuulizwa maswali haya, na mtu pengine mwenyewe amepokea labda kilo 100-150 za fitri kwa watu, yeye apokea tu, yeye man'u wa hat, lete azuia. Unao cha kukutosheleza wewe mchana na usiku wa Eid? Nacho. Wewe una cha kutosheleza miezi 2 na juu yake bado uuliza nafaa kutoa mimi? Kwani mimi mtu kutoa mimi? Iwaona kutoa zakatul fitri ni ya matajiri peke yake, ama kuchinja udhiya ni matajiri peke yake? Waweza kujipanga Muislamu, na wewe angalau hii ibada adhimu kaifanya, ukapata thawabu zake ni nyingi mno. Vipi utakubali wewe wapitwa na khairi? Sawa, hija huwezi kufanya sababu huna uwezo, sawa, lakini kuna vitu vingine ukijipanga waweza kufanya, waweza. Kwa sio mwangalia jirani yako, basi hiyo nyama bwana, tena waziwazi hiyo nyama bwana usinikose. Si wewe pia uchinje, na wewe pia utowe kwa mwaka hii mara moja peke yake, kwa mwaka mzima mara moja peke yake. Mimi naamini kuwa mtu akijipanga biidhnillah taala atakuwa na uwezo na atalifanya hili jambo. Muonaje lau kama watu hii shaira wangeifufua namna hiyo, kwa kila mtu ajibidisha kuwa achinje? Na sisi tuna neema, kuna baadhi ya nchi hawaruhusiwi kuchinja kwao. Wewe na jiko lako si kama ni karo kuwapiga ngware mbuzi wachinja, habari hakuna mtu yote akuuliza kitu. Alhamdulillah, kwenye neema. Kuna nchi nyingine yabidi watume pesa nchi nyingine ununue mnyama ndio waweze kuchinja, na watu wafanya, na hawa pia tuwaongoja. Tusikie imamu bwana, wakiletwa wale mbuzi usisahau. Wewe utaka usisahauliwe tu wewe, yani yeye salamu tu, usisahau. Jipange mwaka mrefu, mwaka mzima, alhamdulillah, jipange na wewe uwe katika hao watakaochinja. Na alafu sio kila mtu, katika familia mmoja tu akichinja, yule baba yao akichinja, watoto, mkewe, nini, yatosheleza wote wale nyumbani. Kwa yule mtu mmoja yule tu akichinja, basi alhamdulillah, khairi kubwa. Pia hilo, labda una watoto wako bado wako chini yako, lakini wafanya vibarua pia, mwashindo kuchanga tu pale nyumbani, kwa sababu basi baba tununulie huyu mbuzi angalau na sisi tuchinje. Tufanyeni bidii, ibada kama hizi tuzifanyeni jamani, tupitwa na ajiri kubwa. Na tukiangalia si jambo ambalo haliwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuacha kuchinja mnyama wake siku ya udhiya, kila udhiya alikuwa akichinja. Wa kana yudhi bikabshaini, na alikuwa akichinja kondoo wawili. Wa kana yanharuhuma ba'da salati al-Eid, na kichinjo hichi huchinjwa baada ya swala ya Eid, si kabla, baada ya swala. Na ndio maana watu watakana waswali mapema, kama vile Eidul Fitri watakana wachelewe kidogo. Kwa nini Eidul Fitri wachelewa? Ili watu wapate nafasi ya kutoa zakatul fitri. Lakini Eidul Adha yalitoa mapema ili watu wamalize waende wakashughulikie jambo la nini, la kuchinja. Wa akhbara anna man dhabaha qabla as-salah, na Mtume sallam akasema yoyote atakayechinja kabla ya swala. Kwa mfano wewe umeweka mnyama wako kweli, ukasema mimi kesho nitoke kuswali na kanzu yangu nzuri, nije nyumbani nchinje. Ya nini bwana, usiku mimi naangusha mbuzi wangu, kesho nikirudi nyumbani mimi nala supu mwenyewe, mchuzi ushapikwa, si nyama choma, ya nini mpate tabu? Ufikiria wewe mjanja. Sikiliza sheria yakwambia nini. Man dhabaha qabla as-salah falaysa min an-nusuki fi shay, yoyote mwenye kuchinja kabla ya swala, kichinjo hichi hakihesabiki kwa ni katika ibada ya udhiya, ni nyama tu amechinja, atakula yeye na familia yake. Wa inma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, ni nyama tu amewapa jamaa zake.
هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. kuna faida katika hiki kisa cha mtume sallallahu alaihi wasallam kuchinja, azitaji al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari, asema wa fi hadha al-hadith min al-fawaid, katika hadithi kuna faida ya kwanza, istihbabu mubasharati al-mudahhi adh-dhabha bi nafsihi, istihbabu mubasharati al-mudahhi adh-dhabha bi nafsihi, yapendekezwa kwa yule mwenye kutaka kuchinja kichinjo chake cha Eid al-Adha awe atachinja mwenyewe kwa mkono wake, yapendekezwa, ingawa sio wajibu, lakini ikiwa ataweza basi angalau hata kama ameleta mchinjaji yeye amkate ile shingo, kisha yule mchinjaji aendelee kutoa ngozi na vinginevyo, kisha asimlipe katika ile nyama. Anasema basi wewe ujira wako wa kutolea ngozi nani, hii ngozi yako, alafu nakupa kichwa na matumbo, kisha mshamalizana wewe, makosa. Umlipe kando kile ambacho ni cha udhiya, ni cha sadaka kama utakutoa au utumie wewe. Kwa hivyo yapendekezwa achinje kwa mkono wake akiweza hivyo. ثانيا وفيه مشروعية التسمية عند الذبح، na hii ni katika hadith katika Bukhari na Muslim عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين، alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akichinja udhiya kondoo wawili wenye pembe wazuri sana, rangi nyeupe na nyeusi hivyo pendeza. Na hili pia katika jambo linalopendeza kuwa mtu napendekezwa mtu achague mnyama mzuri, si uenda sokoni mimi nitaka hiki kidogo, hiki kidogo bei gani, kile cha rais kabisa ndio ninachokitaka. Kila yule mnyama akiwa mkubwa zaidi, akiwa na nyama zaidi, na wewe ajira yako ni kubwa zaidi. Kila yule mnyama akiwa mzuri zaidi, na wewe upata ajira kubwa zaidi. Na hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akichagua mnyama mzuri ndiye anemchinja. Wa kana yusammi wa yukabbir, na alikuwa akileta tasmia bismillah wa yukabbir Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, kisha kichinja. Ndio hapa al-Hafidh akasema wa fihi mashru'iyyatu at-tasmiyati 'inda adh-dhabhi, kwa kuna amri hapa ya kisheria ya kusema bismillah wakati unapochinja. Hii ni ya wajibu. قال ولقد رأيته، أنا سمع أن ممونا متوب سلمة يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه، ممونا متوب صلى الله عليه وسلم akichinja kwa mkono wake wa kulia, akaweka mguu wake ubavuni mwa yule mnyama, bimaana amemwangusha yule mnyama akaweka mguu akamchinja. Na hili litawezekana kwa kumwangusha yule mnyama katika ubavu wake wa kulia wa kushoto. Ukimbwaga yule mnyama katika ubavu wake wa kulia, ukimbwaga yule mnyama katika ubavu wake kulia, al-Hafidh asema hapa wa fihi istihbabu wad'i ar-rijli ala safhati 'unuq al-udhiyati al-ayman. Ukimbwaga upande wa kulia utapata tabu ikiwa watumia mkono wako wa kulia, lakini ukimbwaga upande wa kushoto, ule wa kulia ukawa uko juu, ndio wampata vizuri katika upande wako wa kulia. Kwa hivyo akasema al-Hafidh yapendekezwa kuweka mguu katika upande wa shingo ya yule mnyama wa kulia. Wattafaqu ala anna idja'aha yakunu min aljanib alaysar, wakafikiana wanaovioni kwa kumlaza yule mnyama alazwa ubavu wake wa kushoto. Kwa hivyo yule mnyama ubavu wake wa kushoto alazwa huko, fayadha'u rijlahu ala aljanib alayman, na mguu wake ataweka ubavu wake wa kulia, liyakuna ashala ala adh-dhabihi fi akhdhi as-sikin bil-yamin wa imsaki ra'siha biyadihi al-yasar, na hapa itakuwa ni wepesi kwa yule mchinjaji kushika kwa mkono wake wa kulia kile kisu na kuzuia kile kichwa kwa mkono wake wa kushoto wakati anafanya nini, anapomchinja. Mambo yanapendekezwa. Haimaanishi kuwa ukimlaza upande wa kulia kwa mfano kisha ukawa wewe huwezi kutumia mkono wa kulia. Kuna wale ambao watumia mkono wa kushoto ndio wenye nguvu,
akachinja kuwa basi ile udhiya yako batila. Lakini hivi ndivyo ninavyopendekezwa. Udhiya yako maadamu umechinja kwa nia ya udhiya, bismillah Allahu akbar, yapita. وفيه استحباب التكبير مع التسمية. na hapa pia tupata faida kuwa yapendekezwa kuleta takbira na tasmia, bismillah Allahu akbar. Je, akisema bismillah bila Allahu akbar haina shida yote maadamu umeleta bismillah, lakini yapendekezwa kuleta nini? Na takbira. Kwa hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika ibada yake ya udhiya. pia katika faida, wakana min hadi sallallahu alayhi wasallam anna man arada at-tadhhiya, katika mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna yake, anayetaka kuchinja udhiya wa dakhala yaumul ashr, zikaanza kuingia zile siku 10 zile za Dhulhijja, tarehe moja ikaingia, fala ya'khudhu min sha'rihi wa basharihi shay'an, asitoe chochote katika nywele zake au chochote katika ngozi yake. Kwa hivyo hanyoi mpaka atakapoingiliwa na siku ya 10 baada ya kuchinja ndio atanyoa. Na hii nahi au makatazo ya kufanya hivyo yamethibiti katika sahih Muslim. Kwa hivyo pia ni sunna, na si kwa familia nzima, kwa yule muhusika tu. Tuseme yule baba ndio anayechinja, yeye peke yake ndio atajizuia kutonyoa mpaka ifike tarehe. Sasa hapa mara nyingi nasikia ikifika wakati ule utasikia hili jambo sio wajibu bwana, hili jambo la pendekezo. Sasa wazungumza kama wapinga. Sio, kuna mashekhe utokea kwenye mavideo wakati huo, utaona hili la semwa sana lakini sio wajibu. Iwe ni wajib, iwe ni mustahab. Mfano ya pendekezo, usiguse chochote katika nywele zako za mwili wako mpaka uchinje. Wewe wapungukiwa na nini ukifuata sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na mimi ndio huambia mara nyingi, shida ya makhurafi, katika shida kubwa ya makhurafi, Allah amewapa mtihani kwa sababu ya bid'a. Kila sunna wao watakawasimame defensive mode, yani watakawaizuie tu. Hata kama jambo kwa mfano la pendekezwa, wewe watakana ulifanye ili ufanane na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usijifanye wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzua kwenye dini. Sasa ikija sasa amali, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadhaa wazi, lakini wajua hapa si lazima, msitulazimishe bwana, sisi msitulazimishe. Sasa mbona wageuka hivyo? Hata kama ni amri ya kupendekezwa, wewe Muislamu jaribu kwa kadri unavyoweza kujifananisha na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiwavunje watu moyo kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa huo ndio ulikuwa mwongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa vile tumetaja jambo la udhiya, tukagusia kabisa na baadhi ya hizi ahkam zinazofungamana na udhiya. Kuna matukio mengine yaliyotokea katika kipindi hiki kabla ya kuingia katika ghazwat Uhud. Insha Allah taala tutaendelea kuyataja katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.